Jambo asubuhi ya leo. Yesaya, nina imani unanipata kwa uzuri kabisa. Karibu kwenye Jambo Tanzania. Utufahamishe Arusha kunani? Nakupata vyema kabisa mwenyekiti, na hapa ni Arusha kama ambavyo za kututambulisha hapo. Niko na mgeni hapa kutoka TPHPA na ni Profesa Joseph Ndunguru, na kubwa ambalo tunakwenda kuzungumzia hapa ni matumizi ya sayansi teknolojia katika kubaini visumbufu vya mazao. Na kama utakumbuka hapo juzi katika ziara ya waziri mkuu alisisitiza ili kwamba tafiti zinazofanyika zizingatie pia masuala ya wananchi. Profesa, habari za asubuhi? Mzuri. Habari za majukumu? Salama kabisa. Nafurahi kuona huko na afya njema. Tunamshukuru Mungu. Naam. Ndio. Sawa, Profesa, tunataka tuzungumzie katika masuala ya teknolojia na ubunifu katika kilimo. Mchango wake ni upi mkubwa hasa katika kilimo? Karibu. Ya, asante. Kwanza niseme kwamba sayansi, teknolojia na ubunifu ni nyenzo muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi yoyote duniani. Na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalifahamu hilo. Na ndio maana ukiangalia vipaumbele, baadhi ya vipaumbele ambavyo vipo kwenye dira ya maendeleo ya taifa 2025, 2050 inazungumzia umuhimu wa sayansi, teknolojia na ubunifu. Katika sekta ya kilimo, sayansi, teknolojia na ubunifu inaweza kutumika katika kuchakata na kuongeza thamani za mazao, lakini pia kudhibiti visumbufu vya mazao kwa maana ya magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Sisi katika Mamlaka ya Afya, Mimea na Viuatilifu Tanzania, matumizi ya sayansi na teknolojia tumeipa umuhimu mkubwa sana. Kwa mfano, tunazo ndege nyuki, yani hizo drones. Hizo tunazitumia kwa ajili ya kufanya survey, kubaini au kuainisha maeneo yenye visumbufu au wadudu waharibifu wa mazao ili kuvidhibiti kabla havijaleta athari kwa wakulima, lakini pia kudhibiti wadudu wenyewe. Kwa mfano, mwaka jana tulikuwa na uvamizi wa nzige, nzige wa mtini unaitwa, wilaya ya Mpwapwa, mkoa wa Dodoma pale. Eneo kama ekari 1340 zilikuwa zimeshambuliwa na nzige hao. Kwa hiyo tulikwenda tukatumia drones au ndege nyuki na tukaweza kuwadhibiti nzige hao kikamilifu kabisa. Lakini pia wakulima, kuna wakulima ambao wana mashamba makubwa sana ya parachichi kule Lupembe, Njombe, walikuwa na ekari kama 400, kwenda kunyunyizia viuatilifu mashamba yale kwa kutumia hizi hivi pumps za kawaida, ilikuwa ni shida. Kwa hiyo tukaenda na drones, tukaenda tukafanya unyunyizi wa viuatilifu katika eneo lile kwa ukamilifu kabisa. Kwanza tunampunguzia mkulima muda wa kufanya kunyunyizia, lakini kwa sababu zile drone zinanyunyizia kikamilifu kabisa, kwa hiyo unapunguza hata matumizi ya viuatilifu na kumpunguzia mkulima yule gharama. Lakini pia eneo lingine ambalo sisi tunatumia sayansi na teknolojia ni vipimo vya DNA. Hicho ni kipimo ambacho kinapima DNA ya kiumbe hai chochote kile. Na kipimo hiki unatumia ukiwa shambani. Kwa hiyo kinatoa majibu huko shambani bila kuhitaji kwenda maabara. Kwa mfano, mwezi wa 8 mwaka jana tulikuwa na wakulima pale wilaya ya Kilolo, eneo la Mbuyuni, Ruaha Mbuyuni, walikuwa mazao yao ya mboga mboga, maana ya nyanya, vitunguu, pilipili hoho na kadhalika, yalikuwa nasumbuliwa na visumbufu ambavyo vilikuwa vijulikani. Kwa hiyo mamlaka tukaenda na hivyo vipimo, tunavyo vipimo hivyo jumla ya vipimo 20. Kwa hiyo tukaenda tukachukua sampuli na tukafanya
tukafanya uchunguzi wa visumbufu pale pale shambani chini ya mti. Okay. Chini ya mti, na wakulima wale walikuwa wanaangalia. Kwa hiyo tuliweza kuainisha visumbufu vyote vilivyoko pale. Tuliweza kugundua aina mbalimbali za bakteria ambao walikuwa wanasababisha kuoza kwa vitunguu. Lakini pia tulikuwa tumeweza kugundua aina mbalimbali ya fungus na aina mbalimbali ya virusi ambao vilikuwa vinashambulia nyanya. Na manake sasa ni nini? Matokeo yale yanaenda kutushauri sisi ni kiuatilifu gani sahihi kiweze kutumika kwa ajili ya kudhibiti visumbufu vile. Ndio. Dr. mimi nikupe kongole na pongeza kwa jitihada ambazo mnazifanya. Kabla ya kusonga mbele, kuna kitu umezungumza hapo kwamba mnaokoa muda. Vipimo hivyo vinatumia muda gani kubaini visumbufu? Ni ndani ya dakika 20. Okay. Ndani ya dakika 20 kinakuwa kimetoa majibu. Na majibu hayo ni majibu ambayo yanaaminika kokote duniani. Yanaaminika kokote duniani. Na hii pia inatujengea uaminifu, yani inatujengea nchi kuaminika kwa wabia wetu au washiriki wetu wa biashara. Nitakupa mfano. Kwa mfano, mwaka jana pia mwaka jana mwezi wa 5 wenzetu wa Jumuiya ya Ulaya walikuwa wametoa wametoa tamko kwamba ili Tanzania iendelee kufanya biashara au kupeleka mazao yake katika soko la Jumuiya ya Ulaya, sawa? Nchi za Ulaya, Jumuiya ya Ulaya, Tanzania idhirishie nchi hizo kwamba katika mazao yetu tunayolima hapa Tanzania hayana kisumbufu au bakteria anaitwa Xylella. Kwa hiyo Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania tulizunguka nchi nzima, tukakusanya sampuli kwenye mazao ya wakulima, sampuli 5664. Unaona? Na tukatumia teknolojia hiyo kufanya uchunguzi katika mazao haya na kudhihirisha kwamba hakukuwa na bakteria huyo. Kwa hiyo ripoti ile ilipopeleka kwenye Jumuiya ya Ulaya, walipitia na wakakubali kwamba wakubaliana na ile ripoti, na ilipofika tarehe 13 Juni 2025 Tanzania iliruhusiwa kuendelea kufanya biashara au kupeleka mazao yetu katika soko la Ulaya. Kwa hiyo unaona kwamba teknolojia hii pia inatusaidia sana katika kuimarisha biashara hasa ya mazao katika masoko ya nchi. Tukielekea ukingoni, umezungumza hapo na ambapo Tanzania imepewa nafasi. Kuna baadhi ya wakulima wanatumia mbinu za kienyeji. Utofauti wake ukoje katika mbinu za kienyeji na huu ambao wa science ambao mnatumia sasa hivi katika kutambua viuatilifu? Utofauti wake ni kwamba kwanza ukitumia mbinu za kienyeji, kwa sababu hawa wadudu, sawa? Kwa mfano unaweza kaangalia wadudu wale tunaita kantangazi, sawa? Wale wadudu ukiwaangalia kwa macho wanaonekana wako sawa tu. Lakini ukitumia hii teknolojia inakuonyesha kwamba kumbe wako makundi mawili. Unaona? Kundi A na kundi B. Unaona? Kundi A ukidhibiti kwa kutumia visumbufu viuatilifu vilivyopo kwenye jamii ya organophosphate wanaita, unakuta haifanyi vizuri, sawa? Lakini viuatilifu hivyo ukipeleka au ukitumia kuadhibiti kantangaze aina B inafanya vizuri sana. Sasa maana yake nini? Teknolojia hii sisi tunatumia kuainisha aina mbalimbali ya wadudu walioko Tanzania, ili kiuatilifu sahihi kipelekwe mahala sahihi, ikafanye udhibiti wa visumbufu sahihi kwa muda mfupi na kuleta tija kubwa katika mazao ya wakulima. Profesa, muda si rafiki. Mimi ni kushukuru kwa elimu, japo muda ni mdogo, lakini umetoa elimu kubwa sana. Mimi ni kushukuru sana kwa namna ambavyo mnafanya jitihada hizo kwenye kuboresha masuala ya kilimo. Asante sana. Asante sana. Shukrani sana. Na tumetamatisha kutoka hapa Arusha. Tulikuwa tunazungumza masuala mazima ya sayansi na teknolojia katika kubuni visumbufu vya mazao. Kufikia hapa basi tulifika tamati. Nilisha matangazo kwenu studio. Mimi ni Samuel, lakini nyuma kamera kwa Elikana Kiberiti. Nakushukuru sana Yesaya kutoka Arusha kwa kutufahamisha hayo ambayo umetufahamisha. Sina shaka mkulima, lakini na wote ambao wanahusika kwenye sekta ya kilimo wamepata faida ya kutosha tu na elimu hiyo ambayo imetolewa hapo. Na